Wakati mvua kubwa zilipoanza kunyesha na mafuriko kuanza kujaa katika mji wa Hangzhou, mkoa wa Guangxi, kusini mwa China, wakazi walijua na kabiliwa na changamoto kubwa, lakini hakuna aliyekuwa anafikiria kwamba mbali na maji yaliyokuwa yakivamia maeneo yao, kulikuwa na tishio jingine lililokuwa likisubiri kuingia kwenye maisha yao. Chini ya nguvu ya mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga Maisak, shamba maalum la kufugia nyoka liliharibiwa. Maji yalipozidi kuongezeka, miundombinu iliyokuwa imewazuia nyoka hao ilishindwa kuhimili nguvu ya maji, na ghafla kile kilichokuwa eneo lilodhibitiwa kikageuka kuwa njia ya kutorokea. Ndani ya muda mfupi, mamia ya nyoka walitoroka na kuingia katika mazingira ya wazi. Kati ya nyoka 800 hadi 900 walipotea baada ya shamba hilo kusombwa na maji, huku baadhi wakianza kuonekana katika maeneo yanayozunguka makazi ya watu. Tukio hilo liliwaacha wakazi katika hali ya hofu, wakati wengine walikuwa bado wanahangaikia kuokoa mali zao na kutafuta maeneo salama kutokana na mafuriko. Sasa walilazimika pia kuwa waangalifu na hatari nyingine iliyokuwa haionekani kwa urahisi. Kilichoongeza hofu zaidi ni taarifa kwamba miongoni mwa nyoka hao walikuwa wapo aina ya cobra wenye sumu kali. Ingawa mamlaka zilisema wengi wa nyoka waliotoroka walikuwa nyoka wa majini wasiokuwa na sumu, uwepo wa cobra ulifanya hali kuwa ya tahadhari kubwa. Fikiria hali ya wakazi hao: barabara zimejaa maji, baadhi ya maeneo yamekatika, na kila hatua inahitaji umakini wa hofu ya kwamba huenda chini ya takataka zilizosombwa na mafuriko ama pembezoni mwa nyumba kunaweza kuwa na nyoka waliotoroka. Aidha, tayari mtu mmoja ameripotiwa kung'atwa na nyoka na anaendelea kupata matibabu hospitalini. Pia kuna taarifa kwamba baadhi ya wakazi waliokutana na nyoka walipata changamoto ya huduma ya haraka kutokana na miundombinu kuathiriwa na mafuriko. Kwa wale waliokuwa kwenye maeneo yaliyozuiliwa na maji, hali ilikuwa ngumu zaidi. Njia ya kufika hospitalini zilikuwa zimeharibika, huku baadhi ya maeneo yakibaki yamezungukwa na maji na kufanya kila dakika kuwa muhimu kwa waathirika. Baada ya kuona ukubwa wa tishio hilo, mamlaka za mji wa Hangzhou zilipeleka timu za uokoaji pamoja na wataalamu wa kuwakamata nyoka ili kuanza operesheni ya kuwatafuta na kuwazuia kabla hawajasababisha madhara zaidi. Lakini kazi hiyo haikuwa rahisi. Nyoka wanaweza kujificha katika maeneo madogo, chini ya mabaki ya vitu vilivyosombwa na maji au sehemu za giza, jambo lililofanya wataalamu hao kufanya kazi kwa uangalifu mkubwa. Mamlaka zimewataka wananchi kutojaribu kuwakamata nyoka hao wenyewe iwapo watawaona. Badala yake, wametakiwa kutoa taarifa mara moja kwa viongozi wa maeneo yao au timu za dharura ili hatua salama zichukuliwe. Tukio hili limeonyesha namna nguvu za asili zinavyoweza kubadilisha maisha ya watu ndani ya muda mfupi. Mafuriko ambayo yalianza kama tishio la maji yameacha nyuma changamoto nyingine isiyotarajiwa: mapambano dhidi ya viumbe waliokuwa kwenye vizuizi vyao na kuingia katika ulimwengu wa binadamu. Kwa sasa macho yote yameelekezwa huko Hangzhou, huku timu za uokoaji na wataalamu wakiendelea na kazi ya kuhakikisha usalama wa wananchi na kuwatafuta nyoka hao waliotoroka. Tukio hili limeacha kumbukumbu ya siku ambapo mafuriko hayakuleta tu uharibifu wa maji pekee, bali yalifungua pia njia ya hatari ambayo hakuna aliyekuwa ameitarajia. Kwa wakazi wa eneo hili, kila hatua wanayopiga sasa inaenda sambamba na tahadhari kubwa. Wakati wakijenga upya maisha yao baada ya mafuriko, bado wanakumbushwa kuwa wakati mwingine majanga ya asili yanaweza kufungua milango ya hatari zilizokuwa zimefichwa. Na katika mji wa Hangzhou, swali moja bado linabaki hewani: baada ya mamia ya nyoka kutoweka kwenye maji ya mafuriko, ni lini wakazi hawa watakuwa na uhakika kwamba hatari hiyo imekwisha kabisa? Mimi ni Consolata Chaliga wa Ayo TV.